Naam, karibu tena Vision Africa TV, kituo chako cha kuaminika kwa habari za michezo, uchambuzi na taarifa za usajili. Leo tunakwenda kuangalia taarifa ambazo zimezua mjadala miongoni mwa mashabiki wa Azam FC. Je, ni kweli Azam ipo kwenye mpango wa kumrudisha aliyekuwa winga wake mahiri Sila? Je, kurejea kwake kutabadilisha sura ya kikosi cha Azam FC kuelekea msimu 26-27? Kabla kuendelea, kumbuka kuwa mpaka sasa hakuna tangazo rasmi kutoka Azam FC linalothibitisha usajili huo. Taarifa hizi zinaripotiwa na vyombo vya habari vya michezo, hivyo ni muhimu kuzichukulia kama taarifa za usajili ambazo zinasubiria uthibitisho rasmi kutoka kwa Azam FC. Tukamtazame Sila ni nani? Sila ni winga wa kimataifa kutoka Gambia ambaye aliwahi kuichezea Azam FC na kuwa mmoja wa wachezaji waliowavutia mashabiki kutokana na kasi yake, uwezo wake wa kupiga chenga na kuwatengenezea nafasi wenzake. Katika kipindi chake akiwa Azam, Sila alikuwa miongoni mwa silaha muhimu za timu kwenye mashambulizi. Alikuwa akitumia vizuri pande zote za uwanja na mara nyingi alikuwa akiwasumbua mabeki kutokana na uwezo wake wa kumiliki mpira. Sababu za kuondoka Azam, ama aliondokaje Azam? Baada ya mkataba wake kumalizika, Sila aliondoka Azam FC na kuamua kutafuta changamoto mpya nje ya Tanzania. Safari yake ilianzia nchini Algeria ambapo alijiunga na El Setif. Baada ya hapo alihamia Libya na kuichezea Al Ahly Benghazi kwa kipindi cha nusu msimu. Ingawa hakuhudumu kwa muda mrefu katika kila klabu, hatua hiyo ilimpa nafasi ya kupata uzoefu wa kucheza katika mazingira tofauti na ligi zenye ushindani mkubwa. Kwa wachezaji wengi wa Afrika, kucheza nje ya nchi huwasaidia kuongeza uzoefu, kuimarisha uwezo wao na kujifunza mifumo mpya ya soka. Lakini twende mbele tukaangalie ni kwa nini Azam inamtaka kumrudisha. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, viongozi wa Azam FC wanaamini Sila bado ana uwezo mkubwa wa kuisaidia timu. Inadaiwa kuwa wakati alipoondoka hakukuwa na mgogoro wowote kati yake na klabu. Aliondoka baada ya kumaliza mkataba wake huko akipewa nafasi ya kutafuta changamoto mpya. Na kwa sasa baada ya kupitia ligi za Algeria, Libya, inaelezwa kuwa Azam inaona ni wakati sahihi wa kumrudisha ili kuongeza ushindani katika safu ya ushambuliaji. Lakini takwimu zake zimekaaje huyu mchezaji? Kabla ya kuondoka Azam FC, Sila alikuwa na msimu mzuri sana. Alifanikiwa kufunga mabao 11 na kutoa pasi 2 za mabao. Na hata hivyo, hizi si takwimu ndogo kwa mchezaji wa pembeni. Mbali na mabao, mchango wake ulikuwa mkubwa katika kuvuruga safu ya ulinzi wa upinzani na kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. Azam FC inaonekana imeamua kuingia msimu mpya ikiwa na kikosi chenye ushindani mkubwa. Taarifa zinaonyesha tayari klabu imekuwa ikifanya maboresho katika maeneo ya ushambuliaji na kuwaleta wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kucheza pembeni na mbele. Iwapo Sila atarejea rasmi, ushindani katika nafasi ya mawinga utaongezeka zaidi, hivyo itampa na kocha nafasi ya kuwa na machaguo mengi kulingana na aina ya mpinzani na mfumo ambao anataka kutumia. Baada ya kucheza nje ya soka la Tanzania kwa kipindi fulani, mashabiki watategemea kuona Sila akiwa bora zaidi kuliko alivyokuwa awali. Hili halitatokea mara moja, kwani atahitaji muda wa kurejea kwenye kasi ya ligi, kuelewa mfumo wa kocha mpya na kuendelea kujenga maelewano mazuri na wachezaji wenzake. Lakini pia ushindani ndani ya kikosi ni mkubwa kuliko zamani, kwa hiyo atalazimika kupambana kuthibitisha kuwa bado anastahili kuwa chaguo la kwanza. Tukiendelea na uchambuzi wetu, ni kwamba kama taarifa hizi zitageuka kuwa usajili rasmi, basi Azam FC itakuwa imefanya biashara nzuri ya kisoka. Lakini badala ya kuanza kutafuta mchezaji mpya ambaye hajawahi kucheza Tanzania, inaweza pia kumrudisha mchezaji ambaye tayari amethibitisha uwezo wake. Faida nyingine ni kwamba Sila anafahamu pressure ya kuchezea Azam, anafahamu ushindani wa ligi kuu Tanzania bara na tayari ana uzoefu wa mashindano ya kimataifa. Kwa hii kwake ni faida kubwa sana. Lakini pia mafanikio yake yatategemea zaidi jinsi atakavyotumika na benchi la ufundi pamoja na kiwango atakachoonyesha baada ya kurejea. Tumalize tu kwa kusema kinachofahamika ni kwamba Sila anatajwa kuwa kwenye rada za Azam FC kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Hata hivyo, hadi sasa bado hakuna taarifa rasmi kutoka Azam FC inayothibitisha usajili huo. Mashabiki wa Azam FC wanasubiria kuona kuwa tetezi hizi zinageuka kuwa ukweli katika siku zijazo. Na sasa tungependa kusikia maoni yako. Je, unadhani kumrudisha Sila ni uamuzi sahihi wa Azam FC? Na je, anaweza kurejea katika kiwango chake cha zamani na kuisaidia timu kutoa mataji ya msimu wa ligi 2026-27? Andika maoni yako kwenye sehemu ya comment chini. Usisahau kulike video, kushare na kusubscribe Vision Africa TV kwa habari za michezo, uchambuzi wa kina na taarifa za usajili wa kila siku. Mwanga wa ndoto zetu.